Poa kabisa. Burudani. Umependeza kabisa. Asante. Mambo ni bulbul. Kawaida yangu. Naona sio muda mrefu tunaungana na wenzenu. Ngoja nicheke kwanza. Kwanza nataka nianze na maombi. Anza na maombi. Tunapiga supu lakini mama. Kama kawaida yangu. Mimi ndo Simba. Dam. Simba ya pesa. Kabisa. Na ukianza kuzungumzia kampuni ya pesa, klabu ya pesa, hebu kwanza tamka kwanza Simba. Naanza na Simba. Kwanza ngoja nikemee kwanza, nataka nianze kukemea roho za kufungwa. Nataka nizikemee sasa hivi. Mapepo yatoke kidogo. Nataka nikemee zile roho za kufungwa. Za kufungwa na nani kwenye klabu yenu? Ya kwetu tu Tanzania bwana. Wewe unaniuliza maswali gani? Unapokuwa yaani ukifika kwangu usiniulize, uje na maswali yaliyonyooka na uje unajua unachokuja kuongelea. Usije kuniuliza vitu ambavyo hauna uhakika navyo. Tuanze kwenye maombi kwanza. Kwanza nakemea roho za kufungwa Tanzania, timu zetu za Tanzania. Nakemea roho za kutokwenda robo finali. Nakemea kila roho zote zinazoendelea kuongelea swala la timu yetu ya Simba. Nazikemea zikanyamaze kimya, na zisiponyamaza kimya zitaangamia. Amen. Wote tuseme amina. Wenye roho wote. Asante. Niulize, kijana wako Alikamwe aliwananga sana. Ngoja ucheke kwanza. Ngoja nicheke kwanza, nina furaha jamani. Supu iko wapi? Sogea mbele kidogo sasa. Wewe dogo wa supu leta hapa. Hiyo supu kwanza. Supu maana sasa koo itakauka. Maana mimi namkumbuka Alikamwe alipofika pale airport, aliyoongea, alienda jua kali, amerudi usiku wa manane. Alikamwe. Ngoja niwaambie kitu. Sio kila mwanamke anaitwa mama, na sio kila mwanaume anaitwa baba. Hilo lielewe. Na sio kila mtu anayeoga akaenda mjini. Mpo sawa hapo? Na siku zote kinywa kinaumba, na hili neno naomba mshikilie wote waandishi mliopo hapa na wote ulimwenguni kote, na ninarudia, sio mimi, ni neno la Mungu linalozungumza. Linasema hivi: lindeni nafsi zenu, ambavyo ndio vinywa, maana ndimo chemchemi za uzima zitokamo. Kila kitu linda. Unaweza ukapata mateso, unaweza ukapata shida, unaweza ukaangamia kupitia kinywa chako. Sasa kilichoenda kumtesa Alikamwe ni maneno yake kamdomo. Lakini bado hajatoka. Hajatoka vipi? Sasa hivi kwenye calculator anapigia mahesabu, wanaanza mahesabu kwamba wewe subiri wewe bwana. Walikuwa unasemaje? Matumaini ya nini? Hivi wewe umetoka kwenye ushindi unaingia kwenye matumaini? Unatoka kwenye ushindi unaingia kwenye matumaini? Walitoka hapo wanasema sisi sasa ndo sisi. Wakatuombe. Mbona mnanitesa na nyie nao nisogee mbele wapi wakati mimi nipo kwenye mudi naongelea masuala ya timu yangu? Nataka tukupate vizuri sasa. Unataka kunipateje? Unataka kuniroga? Unataka bwana na nyie nao nataka kufunga mimi kinywa changu. Alikamwe bwana alipofika airport ile siku akasema tupumzike kwa muda. Kwa hiyo na sisi tupumzike kwa muda, tuingie kwenye maombi. Yaani maana yake kwamba Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lifanye nini? Lihimidiwe. Ndio maana yake alichozungumzia. Sasa hilo jina la Bwana liko wapi? Limeidimiwa kwao au limekuwa wapi? Wanasema wanaanza kupindua meza mama bado. Pindua meza wapi? Ngoja nikwambie hivi. Wanaanza sasa, tukipiga calculator tuna pointi 5 wote. Maana sisi tuna mtu ambaye tunataka kuja kumpiga hapa pointi 3. Na sisi tunakuwa pointi 5. Ndio sasa hivi wao watashinda wapi? Wanashinda wapi? Wale wameungana hapa. Nikwambie sasa, mimi nataka niwaambie ukweli, ili niwaambie kwamba wameungana. Niulize mimi kodi zote zipo kwangu sasa hivi na tiketi mimi ya kwenda Arabuni. Ndio muungano huo sasa, ndio usikie sasa huo muungano.
usiombee watu waungane. Sasa sisi tupo kwenye muungano, uone kama wale wanapita, wapo kwenye mahesabu. Nani huyu aliyecheza naye Farabati ana pointi 8, alafu Aliali ana ngapi? 9. Umeona, sisi tuna 2, alafu Yanga ana 5. Umeshanielewa? Wanaanza kupigia mahesabu kalkuleta ya ugomvi. Kalkuleta yao ipo kwenye ugomvi, wanapiga mahesabu hivi kwa sababu Aliali amegombana na kina Farabati. Wameishapiga mahesabu kwamba wale kwa sababu ni Waarabu, maana mwanzoni kwa jua Waarabu wale wanajuana, wanaweza wakapeana point. Sasa wameshapigia mahesabu kwa sababu wale wana ugomvi, hawajui kwamba wagomba nao ndio wapata nao, na wale ni Waarabu. Sasa ngoja nikwambie, Farabati ana pointi 9, ataenda kuchukua kule moja kule. Bwana, unazungumza kitu gani nyie? Hebu ongea maneno mnayatafuna. Ana pointi 1 kule kwa Mwarabu mwenzie. Hizi njia ni moja. Ngoja nikuulize mimi, kuna dogo huyu hapa, sisi njia yetu ni moja. Acha kidondoke bwana, hebu niokote. Anayeweza kuokota okote, asiyetaka kuokota okota, maana mimi si mfarume, niko hapa na wapo maneno. Ngoja nifanye hivi, maana naona kama nachelewa. Umeshanielewa? Sasa wale wanaenda kuombana msamaha, na ndio maana mimi nimepewa tiketi ili niende kule, tuende kuungana, mimi Mwarabu mwenzao. Alafu tuone sasa kwa Arabu wapi tena, unaniambia niende wapi? Anayekuombea njaa muombee njaa, anayekuombea kula muombea ale na yeye. Mimi ni muombea ambaye ananiombea njaa, aliyeniita marehemu mimi, yeye ni nataka nifanye nini? Ngoja nikwambie hivi, kutangulia sio kufika. Upo sasa, anakuja hapa yule Mwarabu huyo dogo yule mwanaume yule anakuja hapa Zanzibar. Sasa huyu Alikamwe huyu alilala uwanjani siku 5, pesa ishatolewa kafara. Wewe unajua kijini anacho nani? Kijini cha Yanga anacho Alikamwe. Kaenda Zanzibar kaa siku 5 pale uwanjani na kuwapia uwanjani siku 5. Alichomfanya Aliali ni nini? Cheza mpira. Nilishawaambia hivi, acheni kuwa mnacheza mpira wa mafungu, mnacheza mpira wa kununua, mnacheza mpira wa dhuluma. Acheni dhuluma. Huyu Mwarabu aliocheza naye juzi walimdhulumu goli lake hapo, ambapo ilikuwa ni sare hiyo. Sasa wameenda kwa wale sasa vigogo wenyewe, wameenda kwa wacheza mpira, wakaenda pale kwa nani huyu Aliali, akawapiga, aliwasasambula, aliwasambaza. Yani kama vile unavyoona kwamba unachukua majani unayakata alafu unayasambaza hivi. Umeona ndio sambaza. Nasema nikwambie hivi, mchezaji hajafaa kwa wachezaji wenyewe. Unasajili, hujakutana na wale waliosajili. Kuna watu wamesajili. Kuna dogo hapa mnasema kwamba sijui amesajiliwa, sijui ameenda na ndege, sijui ndege 50 ndio zimeenda kumpokea. Wamempa sifa zote. Nani Ellis? Injinia, anaitwa Injinia Ellis, kapewa sifa zote za ulimwengu, kaenda kule. Haya, yule dogo anaitwa nani? Huyo dogo aliyesajiliwa kwa ndege 50 anaitwa nani? Bwana we, huyu dogo huyu wa Kenya huyu sio anaitwa nani huyu? Nani? Okero wa Uganda. Baba, achana na timu zinazocheza, achana na timu zilizosajili. Yule mtoto pale wamemsajili, anaitwa jina lake anaitwa Okero. Alipofika pale akaitwa Kero. Andika hiyo, sio Okero, akaitwa Kero yule dogo. Umeona kilichofanyika mle uwanjani? Alikuwa anaonekana, ulishetuona tule nani, acha ndege. Yani mle walifika kipindi wakawa na rukaruka kama tundege, na sio ndege. Kuna tu ndege tudogodogo tule, kuna ndege wale wakubwa. Sasa kuna tu ndege tudogodogo tule ndio alikuwa anaruka, walikuwa wanaonekana vile. Umenielewa? Sasa hapa wanavyosema kwamba wenyewe wanaenda robo fainali, hayo mahesabu wanayapiga robo fainali. Wanaendaje robo fainali? Hayo ni maneno kama hivi. Hiyo ni robo gani? Hiyo ni robo au roboti?
Kivipi? Natakaje bwana? Watoke kule kule, watoke huko, waje hapa waburunguke, waje tukaburunguke pamoja hapa. Roho mbaya yeye alipofanya roho mbaya, alivyotuombea mabaya. Uzalendo utoke wapi? Mimi na uzalendo napatia wapi hivi? Kwa Yanga mimi napata uzalendo wapi hivi? Mtu anayetumia nguvu zake zote pia kutafuta kijini nitakuja kukuroga hivi, unategemea huyo mtu kamuombee mazuri mpaka anakuita marehemu hivi? Wewe ni mtu mzuri? Walinde vinywa vyao. Bwana, tarehe moja ipi wewe? Ya wapi? Tunaongelea kimataifa bwana, naomba usinirudisha. Dogo, naondoka mimi bwana. Wewe tunaongelea kimataifa, masuala ya adabu unaongelea nini? Mambo ya nikiwa nimekufa mimi, wewe unajua kama utakuwepo au Yanga wenyewe watakuwepo? Kama watakuwa wamefutwa humo kwenye uongozi. Wapi? Kimataifa wameturoga, ndio wao uone hata maneno yenyewe yanakuonesha kwamba huu ni uchawi na kuonyesha kwamba ni urozi huo. Hivi uliyasikia maneno ya Alikamo au hamkuwepo? Yaani hiyo inaidhinisha kabisa kwamba wewe sio mtu mzuri, wewe ni mtu mbaya. Sasa kwa sababu ni mtu mbaya, na sisi sasa hivi tunataka kuingia kwenye muungano, acha tuingie kwenye muungano, maana sio mbaya. Kwani nisiungane na Waarabu? Na mimi niko kwenye muungano wa Waarabu. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja, tunaijua fimbo yangu ndio naenda kuinyosha kule sasa Uarabuni. Tiketi nimeshapata, passport nimeshapewa, kila kitu. Arabuni na nyoka. Wewe achana na hiyo tutaihifadhi hiyo, tutaongelea baadaye. Kwanza wewe subiri, unaona kikosi kilichoingia kipindi cha pili umekiona? Alafu ngoja niwaambie hivi, mtu anayekwambia kwamba ile timu haichezi vizuri wakati tumekuja kufungwa hapa na ile na hao tuliowafunga lile goli tupo nusu, walisema hiyo ndio timu nzuri. Leo wanabadilika, wanasema kwamba ile sio timu. Hayo ni maneno ya mkosaji, na kwenye kanga yapo na kwenye nguo za ndani yapo. Hayo ni maneno, umenielewa? Wewe ndio unanipangia maneno yangu. Tunaagana vipi? Tunaagana naenda kufa, tunaogana naenda wapi? Haya, niambie. Watakie kama taifa, kama Mtanzania, watakie neno la faraja wachezaji wa Yanga, kwa sababu mechi ya mwisho kama watashinda wataenda robo finali na pointi zitaongezeka. Naona kama unaongea maneno ambayo unayarudia kwangu. Labda nitaenda kuwaombea nikiwa Arabuni, nikiwa Misri, ndio kule sasa nitaenda kuwaombea, nitawaombea maombi kwamba naomba wafungwe, hata wafungwe. Kwanza wanaenda wapi hapo? Wanatakiwa warudishe goli 3. Hata kama wakifunga namna gani, labda waje wampige goli 3 hapa. Unashinda wapi? Sio kushinda goli moja. Sasa usijipige mahesabu ya kwenye kalkuleta, mahesabu ya kwenye madaftari wakasema kwamba wanapita. Nakwambia hivi, walienda kule wako wima, wamesimama kama mkungu wa ndizi. Sasa wanarudi hapa wameshuntama. Waje tukae pamoja hapa, tukaomboleze, tukabeti hapa tukiwa pamoja. Nini 3 nini? Goli 3, magoli 3. Unampiga mtu amesimama pale. Kuna wewe kwa kipindi kile, sio sasa. Tupo nusu na wametutoa mchezoni, wamemtoa Kapombe, amepewa nyekundu. Lakini angalia sasa kipindi cha pili walipoingia wale waburungukaji wale wanyurungukaji wale wanaonyurunguka. Sasa uliona kitu kilichoenda kufanyika. Sasa hicho ndio useme kwamba acha kupiga mayowe, watayaona wenyewe. Subiri sasa, maneno na muda utaongea, hata maneno mengi. Hii safari ndio nimekuja kuchukua bidhaa na nini hapa, ndio nimepita hapa kuchukua bidhaa. Safari yangu hiyo tunaenda kuungana. Asante baba.